Karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini tunaitazama Urusi inavyoendeleza mashambulizi huko nchini Ukraine. Inaendelea kudhibiti na kuteka miji mingine ya Ukraine ikiwa ni pamoja na Pokrovsk na Vovchansk. Makamanda wa kijeshi wamemwambia Rais Vladimir Putin katika maelezo yaliyoripotiwa siku ya jana Jumatatu kwamba vikosi vya Urusi vimeidhibiti miji ya mstari wa mbele ya Ukraine ya Pokrovsk pamoja na Vovchansk miongoni mwa maeneo yaliyopo nchini Ukraine. Taarifa hiyo ilisema kwamba vikosi vinaendelea kusonga mbele na kuteka maeneo mengine, jambo ambalo rais huyo alijinasibu nalo kuwa mafanikio yatakayowezesha kupata ushindi zaidi. Maafisa wa Ukraine hawakuthibitisha kwamba maeneo hayo yameangukia mikononi mwa Urusi. Tangazo hilo limetolewa wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akifanya mazungumzo mjini Paris na kabla ya mjumbe wa Marekani Steve Witkoff kufanya mikutano mjini Moscow kuhusu mpango unaoungwa mkono na Marekani na kufikia suluhu la vita vilivyodumu kwa zaidi ya miaka 3.5. Valery Gerasimov, mkuu wa makao makuu ya jeshi la Urusi, ameripoti kwa Rais Putin wakati wa ziara ya rais katika kituo cha amri ya kijeshi ambacho hakikutajwa kwa jina kwamba wanajeshi wa Urusi wamekamata eneo la Pokrovsk inayojulikana kwa Kirusi kama Krasnomensk. Putin alinukuliwa akisema vikosi vinashikilia kwa kujiamini hatua ya kusonga mbele na wanaendelea kutekeleza majukumu yao ya operation. Vikosi vya Urusi vinasonga mbele katika karibu na pande zote, anasema Putin. Nje ya uwanja wa mapambano, rais wa Ukraine amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na washirika wa Ulaya wakati wa ziara yake mjini Paris mnamo Jumatatu na kujadili juhudi zinazoongozwa na Marekani za kumaliza vita vilivyoanzishwa na Urusi. Mbali na viongozi wa Ulaya akiwemo kansela wa Ujerumani Friedrich Merz, waziri mkuu wa Uingereza Sir Keir Starmer na rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, mazungumzo hayo pia yalijihusisha na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff ambaye amepangwa kusafiri kwenda Moscow siku ya leo Jumanne na mpatanishi mkuu wa Ukraine Rustem Umerov. Zelensky amesema Urusi ina wajibu wa kusitisha vita. Rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte pia walishiriki. Baada ya mazungumzo ya pamoja na uratibu mwingine wa ziara yake, Zelensky alisema Urusi lazima isitishe vita hii, vita ambayo ilianza yenyewe na vita ambavyo vinaendelea ni vita yake pekee na ni Urusi ndio inayopaswa kukomesha uchokozi wake. Hatua zake za pamoja zinamsaidia kusonga kuelekea hilo. Maafisa wa Marekani na Ukraine wamekuwa wakifanya kazi juu ya pendekezo linalokubalika kwa pande zote baada ya mpango wa amani wa vipengele 28 unaoungwa mkono na Washington uliotolewa mwezi uliopita na kukosolewa sana na kuonekana kuipendelea Urusi. Maendeleo yamepatikana katika siku za hivi karibuni katika mkutano uliofanyika Florida Jumapili, lakini masuala ya utata bado yapo. Wawakilishi wa Marekani na Ukraine wamesema huku Witkoff sasa akipangwa kujadili mapendekezo ya hivi karibuni na serikali ya Urusi. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo yanatokea wakati huu. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imetoa picha ya mstari wa mbele wa vikosi vyake vinavyofanya kazi katika kitovu adimu cha vifaa vya Krasnomensk katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk ya Urusi sasa, ambayo jeshi limesema limeteka mji huo, huku likimpa taarifa hiyo rais wa Urusi bwana Vladimir Putin. Katika kanda ya video iliyotolewa na Wizara ya Ulinzi, askari wa kundi la pamoja la vikosi vya kituo cha Urusi wameonekana wakikimbia kutoka katika eneo moja hadi eneo jingine na kusafisha majengo huko Krasnomensk, moja ya maeneo ambayo wanadai sasa yako mikononi mwao. Kama sehemu ya nguzo kubwa ya mijini na njia kuu ya reli na makutano ya barabara, jiji hutumika kama kitovu muhimu cha vifaa. Hata hivyo, vikosi vya Ukraine katika mkusanyiko kwenye eneo hilo vimeelezwa kwamba vimezingirwa na sasa wako chini ya udhibiti wa Urusi kulingana na Kremlin. Vikosi vya Urusi pia vimeanza kuwaondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka Gulapol katika mkoa wa Zaporizhia kulingana na ripoti ya Gerasimov kwa rais wa Urusi Vladimir Putin. Na wiki iliyopita Putin alionya kwamba safu nzima ya vita ya Ukraine katika mkoa wa Zaporizhia inaweza kuanguka baada ya kusonga mbele kwa haraka kwa Urusi kupita ngome zake. Kremlin imeshikilia kuwa inapendelea suluhu la kidiplomasia kwa mzozo wa Ukraine, lakini imesema kuwa itasukuma mbele malengo yake ya kijeshi huku Kiev kama itaamua kukataa kuafikia makubaliano ya mazungumzo ya amani. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.